Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ama baada ya kumshukuru Allah jalla fi ula na kumtakia rahma na amani mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anwani ya muhadhara wetu kama ambavyo mulivyo tangulia kutangaziwa hapo awali, leo tutaishi na mada isemayo mambo saba yatakayomwendea maiti baada ya kufariki kwake hali ya kuwa yumo kaburini mwake. Naam, al-yawm au al-layla sanaishu ma'a alam gharib jiddan. Usiku wa leo tutaishi na ulimwengu wa ajabu sana. Sanaishu ma'a alamil maqabir, tutaishi na ulimwengu wa makaburi. Sote tunafahamu ya kuwa al-laylu mahma tala fala al-fajri, usiku hata urefuke vipi asubuhi lazima utaingia. والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر, na umri hata urefuke vipi ndugu zangu, mimi na wewe lazima kaburini tutaingia. Na mwana wa Adam pale atakapofariki ndio mwisho wa kukatika au mwanzo wa kukatika kwa matendo yake. Hakuna tena matendo yatakayomwendea baada ya kufariki kwake ila yale ambayo yamethibiti sallallahu alayhi wasallam. Na Qur'ani tukufu imetuhimiza mno ndugu zangu tuwe tuna tabia ya kuwekeza akhera. Wengi wetu tunapowekeza leo hamu yetu ghamu yetu illa man rahima Allah, tumekuwa ni wenye kuwekeza katika ulimwengu huu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hashri aya za mwishoni anawasemesha waumini, na wanawachuoni wametunga kitabu kinachoitwa Iman ila ahli iman, wito mbalimbali wa Rahmani kuelekea kwa watu walioamini, watu wa imani. Ndugu zangu, wito mbalimbali wa Rahmani kuelekea kwa watu wa imani. Ndani ya Qur'ani tukufu Allah ahlul iman amewanadi kwa yaun nida mara 90. Ya ayyuhalladhina amanu zimekuja ndani ya Qur'ani tukufu takriban mara 90. Abdullah ibn Mas'ud, mwanachuoni mkubwa kabisa katika ummatu Muhammad na katika wanafunzi wa bwana mtume Muhammad, na alikuwa ni bingwa katika ilmu ya Qur'an. Shari anataka kuwatahadharisha. Sasa Allah katika suratul Hashr anawaita watu wa imani, wale waliomwamini Allah jalla fi ula, wakati wameamini katika msikiti huu. Mashaallah, Allahumma ij'alna min ahli iman. Waamini, ittaqullah, mcheni Allah
waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na itazame kisawasawa nafsi imetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Na Qur'ani mara nyingi kitaja al-ghad, kesho, haikusudii kesho ya Jumamosi au Jumapili. Qur'ani ikisema kesho inakusudia kesho ya akhera. Walidhalika katika suratu al-Qasas Allah subhanahu wa ta'ala ameithamini na kuitanguliza na akatuambia tuwekeze hasa katika akhera, kisha akatutaka tusisahau fungu letu duniani. Akasema wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ولا تبغي الفساد في الأرض وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يتفوت yale kupitia katika yale aliyekupa Allah, itafute nyumba ya akhira. Kisha akasema wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau fungu lako, bakhti yako duniani. Hapa Allah ametaja dunia na akhira. Kipi alichokitanguliza kabla ya chengine ndugu zangu? wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah, itafuteni akhira kwa kila alichokuruzukuni Allah, lakini wakati huo usisahau dunia yako. Kipi alichokitanguliza? Akhira. Wakasema ulama at-tafsir qaddama al-akhirata ala ad-dunya in dalla ala shay'in inma yadullu ala afdaliyati wa ahamiyati al-akhirati 'ani ad-dunya. Allah ameitanguliza akhira kabla ya dunia. Hii ikijulisha kitu inatujulisha ya kuwa akhira ina thamani, akhira ni bora zaidi, na akhira ni yenye kudumu kuliko dunia. Walidhalika katika maeneo makuu mawili Allah anamsemesha mtume wake Muhammad, katika suratu ad-Duha na katika suratu al-A'la. Allah anamwambia mtume wake Muhammad wal akhiratu khairun laka min al-ula, na akhira ni bora kwako kuliko hii dunia ambayo ndiyo ya mwanzo. Na akasema tena katika sehemu nyingine katika suratu ad-Duha akasema wal akhiratu khairun wa abqa, na akhira ni bora zaidi na ni yenye. Wakati tunawekeza na tujakatazwa kuwekeza duniani, kujenga nyumba iliyo nzuri, kuishi maisha yaliyo mazuri, hujakatazwa, lakini kumbuka chochote utakachokiwekeza katika dunia hii, iwe nyumba, iwe kiwanda, iwe ofisi, iwe duka, iwe biashara, si cha kwako bali utakiacha na kuwaachia warithi wako. Tuko pamoja ndugu zangu? Walidhalika mmoja katika wanawachuoni akasema hivi katika kuizungumzia hii akhira, akasema la dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha. Hakuna nyumba atakayoipata mtu baada ya kufariki kwake ila ni nyumba ambayo ameijenga mwenyewe kabla ya kuondoka kwake. Naam, unayo uwezo kujenga nyumba yako ya akhera ukiwa hapa duniani, na hakuna nyumba ambayo ni simple sana kuijenga kama nyumba ya akhera. Haihitaji fedha,
Haitaji mamilioni, haitaji mabilioni, haitaji matilioni, haitaji hata mazilioni. Nyumba ya akhera yahitaji matendo, mengine ni magumu lakini matendo mengine ni mepesi sana. Katika matendo mepesi ambayo yanaweza kukupatia nyumba akhera, Mtume anasema katika hadithi iliyo sahihi, man salla lillahi 12 rak'a bana Allahu lahu baytan fil janna. Atakayemsalia kwa ajili ya Allah sala za sunna qabliya na ba'diya kwa siku rakaa 12, huyo Allah atamjengea nyumba peponi. Zinaitwa an-nawafil au ar-rawatib, 2 kabla ya alfajiri, 4 kabla ya adhuhuri, 6, 2 baada ya adhuhuri, 8, 2 baada ya magharibi, 10, 2 baada ya isha, 12. Utakapomaliza kuiswali rakaa ya 12 baada ya isha, nyumba yako automatically imekwisha simama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya nyingine asema mwenye kusoma suratul Ikhlas mara 10 Allah atamjengea nyumba peponi. Inahitaji imani. Kwa ndugu zangu, akasema mwana wa chuoni, i'mal lidarin ghadan ridwanu khazinuha waljaru Ahmad warrahmanu nashiha qusuruha dhahabun walmisku tinatuha wazzafaranu hashishun nabitun fiha. Anasema nenda mbio, fanya kazi kweli kweli, fanya amali zilizo njema kweli kweli kwa ajili ya kuitafuta nyumba ya kesho. Wasifu wa nyumba hiyo, mlinzi wake, msimamizi wa protokali zake ni malaikatur rahman, anaitwa Ridwan. Jirani mkubwa katika majirani ni Ahmad, na Ahmad ni Mtume Muhammad, na ametajwa kwa jina la Muhammad mara 4 ndani ya Qur'ani na kwa jina la Ahmad mara 1. Katika suratu Saf ametajwa kwa jina la Ahmad, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, na akatajwa kwa jina la Muhammad mara 4 ndani ya Qur'ani tukufu. Mara ya kwanza mwanzoni aya nambari 2 katika suratu Muhammad, walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad. Akatajwa katika sura ya pili yake suratul Fath aya ya mwisho, Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Allah. Akatajwa mara ya 3 katika suratul Ahzab, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Akatajwa mara ya 4 katika suratu Ali Imran sura ya 3, wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Na hajapatapo Allah ndani ya Qur'ani kumnadi, kumuita mtume wake Muhammad kwa jina lake kwenye Qur'ani nzima. Hakuna aya iliyosema ya Muhammad, bali manabii kuanzia nabii Adam, nabii wa kwanza, na Nuh mtume wa kwanza, wote Allah kawaita kwa majina yao kasoro mtume Muhammad. Alipotaka kumwita amemwita kwa cheo chake na wadhifa wake na hadhi yake, ya ayuha nabii, ya ayuha rasul. Kisha akasema nyumba hiyo aliyoianzisha na kuijenga ni Rahman Allah jalla fi ula. Akasema tupu. Sisi leo ghorofa zetu mchanga, zege, kokoto, cement na nondo, sio ndugu zangu? Lakini ghorofa zile za akhera ambazo Allah anakujengea wewe na mimi na Allah tujengee ya Rabb, ni dhahabu tupu. Walmisku tinatuha, na mafuta ya miski ndio mchanga wake.
wazafaranu hashishun nabitun fiha, garden yake majani yake ni zafaran zinazoota ndani ya pepo ya Allah. Kwa ndugu zangu, sasa jaribu, kama hautoweza haya yote, jaribu baadhi katika haya au yote kama utajaliwa uyafanye kabla ya kufariki kwako, ili mradi ule mrija wako usikatike hata baada ya kufariki mpaka kiyama inasimama, thawabu zinawafikia wakiwa ndani ya makaburi yao. Ya salam alaihim. Na kuna watu pale atakapofumba macho, shekhe wangu, kila kitu kimekwisha. Kuna watu ambao hata kifariki madhambi pia yanamfikia huko aliko, kwa sunna mbaya aliyoianzisha. Na sunna kilugha maana yake ni njia. Mtu ameacha baa, mtu ameacha guest house, watu wanafanya maasi ndani yake. Mtu ameanzisha jambo lolote lile ambalo la madhambi, la maasi, kila lile litakapoendelea madhambi na moto huelekea katika kaburi lake. Namjua mtu pekee ambaye ana dhamana, ana guarantee ya kula matendo ya watu wote, thawabu zinamwendea mpaka kiyama inasimama, thawabu zake hazikatiki. Mnamjua? Ni mtume wetu Muhammad. Allah anamzungumzia katika suratu Nun, wal qalami wama yasturun, kisha ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka ajran ghayra mamnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun, na hakika yako Muhammad una malipo, thawabu ambazo hazitokatika. Kwa nini? Leo sisi nuru tunaishi ndani yake. Nani katuletea hii nuru? Nani katufundisha? Nani katufikisha hapa tulipofika? Walidhalika, katika dua ambazo tumeagizwa kuzifanya kwa ajili yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni pale ambapo tunatakiwa kumwombea kwa Allah wasila. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma, kisha was-salati al-qa'imah, ati sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam al-wasilata wal-fadila. Waislam, mtume Muhammad peke yake ndio mwenye guarantee. Amepiga kazi kweli kweli ya kueneza Uislamu. Miaka 10 amedili na tauhid katika mji wa Makka. Miaka 13 amedili na sheria mbalimbali, akhlaqi mbalimbali, kila kitu, kiasi ambacho mpaka anaondoka hakuacha jambo katika dini, na dini ameitimiza. Mimi na wewe, ili yasikatike ya kwetu, lazima tufanye kazi ya ziada. Tuko pamoja? Sasa leo tutaishi na hadithi moja miongoni mwa hadithi za mtume wetu, mwalimu wetu, kiongozi wetu, kipenzi chetu, mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hadithi ambayo tutaishi nayo si ile hadithi ambayo wengi wetu tumeizoea. Hadithi ambayo wengi wetu tumeizoea ni ile aliyoipokea al-Imamu Muslim katika sahihi yake kwa nambari 1631, hadithi inayosema idha mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, mwana wa Adam atakapofariki matendo yake yote hukatika illa mambo matatu. Hii ni hadithi sahihi, inaungwa na hadithi ya pili. Ila hadithi ya pili ambayo ndio iliyojenga anwani ya mada yangu na muhadhara wangu usiku huu wa leo, imetaja mambo 7 na hii imetaja mambo mangapi? Matatu. Sasa tuanze na hii. Mwana wa Adam atakapofariki matendo yake yote hukatika illa mambo matatu. Sadaqatin jariyah,
jambo la kwanza, sadaka endelevu yenye kudumu. Sadaka ziko aina nyingi sana, na sadaka zote zina khairi zake na baraka zake. Kwa mfano, sadaka ya kulisha. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, alimuuliza bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayyul islami khairun, kitu gani bora kweli kweli katika Uislamu? Mtume akasemaje? tut'imu at'am, kuwa na desturi ya kulisha chakula. Kuna watu shekhe, hata chakula wanakionea roho mbaya, yuko tayari akitie katika freezer igande baada ya siku kadhaa akakitupa kuliko kumpa mtu chakula. Mtume anasema Uislamu uliotukuka, Uislamu bora ni mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, ulishe chakula wale wenye kustahiki kulishwa chakula. Sunna ya nabii nani? Ibrahim alayhi salam, alikuwa kipenda wageni sana. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. katika sura nyingine akasema fajaa bi'ijlin hanif. Hivi Muhammad, hazija kufikia taarifa na habari za wageni watukufu wa Nabii Ibrahim? Walipoingia ndani ya nyumba yake wakamsalimia, naye akawasalimia. Hakuchukua muda ila amekwenda kwa mke wake, akamwambia lazima kondoo aanguke hapa. Kwa wageni wangapi? Shekhe wangu, weka kuku kamoja unakaonea kana ubora kulikoni Muislamu mwenzako. Sadaka ya kulisha ni sadaka bora sana. wayut'imuna at'ama ala wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Lakini sadaka hii ya kulisha huenda ikaishia siku ile ile, lakini umejenga msikiti, umejenga madrasa, umejenga wakfu, kodi zake, pesa zake zinaendesha umeme wa msikiti, kulipa wafanyakazi wa msikiti, kusaidia walimu wa madrasa, hivi na vile, ili matendo yako yaweze kukatika, sharti mjengo ule uanguke na uisha kabisa. Kwa jambo la kwanza, sadaka jaria yenye kutembea, yenye kuendelea, yenye kudumu. Jambo la pili, au ilmin yuntafa'u bihi, au ilmu ambayo watu wamenufaika nayo. Jambo la tatu, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema atakayemwombea yule ambaye amekwisha fariki. Sasa katika hadithi yetu ya leo sisi ni hadithi ambayo imekuja katika Sahihul Jami', ni hadithi nambari 3602, hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ardah. Anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sab'un yujra lil'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi. Mambo saba yataendelea kumfikia, yataendelea kutembea na kumfikia maiti atakapokuwa ndani ya kaburi yake baada ya kufariki kwake. Itakuwa ni aibu kubwa sana kwangu na kwako, wanafunzi na umma wa mtume Muhammad,
kushindwa hata kutengeneza mmoja katika haya mambo saba, ili mradi utakapoondoka au tutakapoondoka duniani tuendelee kupata thawabu, ili hali tuko ndani ya makaburi yetu. Sikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje haya mambo saba. Jambo la kwanza kabisa Mtume wetu ameanza kama ifuatavyo, akasema man allama ilman, mwenye kufundisha ilmu. Na wataalamu wa lugha, hii ilman, tanwini mbili zilizokaa juu ya alifu wanaita nakira, na maana yake ile tafsiri nyepesi ya man allama ilman ni mwenye kufundisha ilmu yoyote ile ambayo ina manufaa ndani yake. Umemsomesha mtoto somo la hisabati akawa genius kwenye hisabu, kwa kuwa umempa kitu chenye manufaa. Akipewa kazi atakuwa muhasibu mzuri wa kujumlisha na kupiga mara na kutoa na kugawanya, basi pia ni ilmu yenye manufaa. Ilman, man allama ilman, mwenye kufundisha ilmu ya aina yoyote ile. Uislamu unathamini ujuzi wa aina zote, na kuna wao hawakubaliani na hizi ilmu za dunia wanaita. Ila mimi leo naomba niwazindue kwa kitu kimoja tu, niwaambie ya kuwa ilmu bora nambari moja ni ilmu ya dini, ya kumtambua Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini ya Uislamu kwa ujumla. Lakini ilmu ya science, jiografia, mathe, sijui ilmu ya aina gani, ilmu zote zile, udaktari, zote zina manufaa na zina kheri kwa umma wa Kiislamu. Kwa nini? Katika moja ya vita Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteka yale mateka, alisema nini Mtume wetu Muhammad? Aliwaambia nitawaacha kwa masharti. Masharti yapi? Aliwaambia nataka muwafundishe masahaba zangu lugha mbalimbali na kusoma na kuandika lugha ya Abrania. Islam, mateka aliyowateka Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika vita walikuwa Waislamu, si Waislamu? Anawakabidhi baadhi ya wanafunzi, anawaambia wafundisheni wanafunzi wangu. Sasa mateka wanajua qala Allahu qala Rasulullah mpaka wafundishe masahaba? La. Upande wa ilmu ya dini masahaba ni bingwa zaidi kuliko wale. Mtume amekubali wasomeshwe Kiabrania, lugha mbalimbali, kusoma na kuandika lugha hizo. Laiti ingelikuwa kusoma Kiingereza, kusoma Kifaransa, kusoma Kichina, kusoma lugha zozote duniani haifai, Mtume asingeliwaambia wale mateka ambao si Waislamu, wafundisheni masahaba zangu, wakijua ndio uhuru wenu na nitakuacheni huru. Tupo pamoja Waislamu? Lakini ilmu iliyo bora ni man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Allah akimtakia kheri mtu hufungua fahamu yake katika dini na humsomesha uzangu ilmu. Wanawachuoni wafasiri wa hadithi hizi wakasema, unaweza shekhe wangu ukamdhamini mwanafunzi wa Kiislamu, ukamsomesha akaanza tamhid, akaingia ibtidai, akaenda mutawassita, akaenda mpaka thanawiya, akaenda mpaka university, akasoma elimu ya dini kwa pesa ulizomsomesha wewe, basi wewe unahesabiwa. Utakapofariki kila yule uliyemsomesha akieneza ile elimu atapata fungu yeye na wewe sponsor wake. Halikadhalika vijana wetu leo wanakwama kusoma upande wa elimu inayoitwa secular. Leo akimaliza form 6 hana uwezo wa kuendelea na chuo. Mbele yake kuna mkopo wa serikali. Serikali inajitahidi kuwasomesha, lakini inawawekea riba kinyume na kanuni na sheria za dini yetu tukufu ya Uislamu. Wakija kwa mashekhe
tunawaambia riba haina dharura, achana nayo. Tunapoelekea huko baada ya miaka 10, 20, hatutokuwa na wanafunzi au waislamu vijana wenye degree, masters na PhD, kwa sababu hawana uwezo wa kujisomesha, na wa kuwasomesha pia akawadhamini kwa pesa zao hakuna. Kwa hivyo inawezekana hapa ulipo ukawa maamuma, baada ya kufariki kwako ukawa kuna mrija unakuja mpaka kwenye kaburi lako kwa sababu uliwasomesha wanafunzi wa Kiislamu kwa pesa zako. Kwa jambo la kwanza, mwenye kufundisha ilmu. Jambo la pili, au ajra nahran, mwenye kupasua mto, mkondo wa mto au bwawa au ziwa ambalo lilikuwa linakaribia kuharibika au kukauka. Wewe ukaja ukapasua ule mkondo. Raha ya mto, raha ya ziwa, raha ya mito hii ni kutembea, ndugu zangu. Lakini ukiziblock, kuna uwezekano mkubwa mito na maziwa makubwa yakawa yenye kukauka na kuharibika. Sasa wewe ukaendeleza, ukapasua, kama weka njia, mto ukasambaa ukafika maeneo mbalimbali katika mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali. Kitendo cha wewe kusafisha zile njia na kuweka sawa mazingira, maji yakawa yanatembea, wewe ndio sababu basi yale maji kila yatakapotumika na viumbe wa Allah unaowajua na usiowajua, hakika malipo yako utayapata kaburini, hata kama utafariki mpaka ule mkondo ukauke au uharibike. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, hili la ngapi ndugu zangu? La pili sallam. La tatu akasema, au hafara bi'ra, mwenye kufundisha ilmu au kuendeleza mkondo wa maji ambao ulikuwa upo katika hati ya kuharibika au kukauka. Na jambo la tatu, au hafara bi'ran, au mwenye kuchimba kisima. Walidhalika imekuja katika hadithi iliyo sahihi, afdalu sadaqa madha suqyul ma, sadaka iliyo bora ni kunywesha maji. Ni kufanyaje? Kunywesha maji. Walidhalika katika hadithi iliyokuja katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, hebu sikilizeni hadithi hii ndugu zangu Waislamu, ili tuweze kujua umuhimu wa kuchimba visima na kuwapatia waja wa Allah subhanahu wa ta'ala maji ambao ndio uhai. Katika suratu al-Anbiya Allah anasema, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, na tumejalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai. Na sisi tunasema maji ndio uhai. Katika sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim anasimulia mtume wetu Muhammad, anasema, bainama rajul ishtadda alayhi al-atash, moja ya masiku kulikuwa na mtu jangwani, kiu likamkamata, kiu likambana. Na mnajua majangwa ya Kiarabu wakati wa jua kali na ardhi yao ni hatari, pamekauka kabisa, hakuna matumaini ya kupata maji kwa haraka katika jangwa la Kiarabu. Mtume anasema kulikuwa na mtu mmoja akiwa katika sahara ya Kiarabu jangwani, kiu likamzidi kupita kiasi, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaj, hatimaye tahamaki akakuta sehemu kuna kisima. Kwa namna ambavyo hajaamini, alijitumbukiza mzima ndani ya kile kisima. Usifanye mchezo na uhai shekhi, na usifanye mchezo na kiu. Alipoingia mule ndani akayanywa maji yale, akapata vile kadri ya uwezo wake, kisha akatoka.
Alipotoka sasa akashiba, anaendelea na safari yake. Fa idha kalbun yalhathu yakulu thara, tahamaki anakutana na mbwa anahema sana na ametoa ulimi wake nje, naye ana kiu kweli kweli kuliko hata yule bwana, kiasi ambacho kiu chake kikampa mchanga yule mbwa. Yule bwana akajiongeza akasema, kana yakulu thara min al-atash, akawa anakula mchanga kutokana na kiu kikali. Faqala ar-rajul, akasema yule bwana, laqad balagha hadha al-kalba min al-atash mithlu alladhi kana balagha minni, bila ya shaka mbwa huyu amepatwa na ile hali niliyokuwa nayo mimi. Mbwa huyu amepatwa na kiu kikali kama ambacho mimi nilivyokuwa nacho. Akafanya nini yule bwana? Yule bwana, ndugu zangu, fanazala al-bi'ra, akashuka tena akatumbukia ndani ya kile kisima. Famalaa khuffahu maa, akavua viatu vyake akayajaza maji, kisha akatoka nayo. Fasaqal kalba, akamnywesha yule kiumbe wa Allah, mbwa. Fashakara Allahu lahu faghafara lah. Mtume anasema kwa kile kitendo alichokifanya amemfurahisha kweli kweli Mola wake, amemridhisha Mola wake, mpaka Mola wake akamsamehe makosa yake yote kwa kuokoa maisha ya mbwa. Masahaba wakastuka. Mtume anasimulia masahaba wakasema, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra, ewe mtume wa Allah, ina maana sisi tukiwasaidia hata wanyama pia tunapata thawabu na ajri? Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fi kulli dhati kabdi ratbin ajrun, kila mnyama mwenye uhai, kila kiumbe mwenye uhai, pindi utakapomtendea wema na ihsani, hakika ndani yake pana malipo. Katika sahihu al-Bukhari, shekhe wangu, kuna hadithi ambayo binafsi hizi hadithi mbili nikizisoma huwa nasema laiti waislamu wote hadithi hizi tungezisoma na tukazijua. Hadithi mbili za kimataifa, message inatosha kuwa message nzuri kwa dunia nzima, hasa kwa wale wasiokuwa waislamu. Katika sahihu al-Bukhari mtume asema, imra'atun ghabiyya min al-ghabaya, katika zama za wana wa Israeli kulikuwa na mwanamke kahaba, mwanamke mwenye kuuza mwili wake. Siku moja ra'at kalban yatifu ala bi'rin, alimona mbwa anazunguka pembezoni mwa kisima. Yule mama na ukahaba wake wote na uvundo alionao na uchafu akachota maji na kumpa yule mbwa. Kitendo cha kumpa mbwa yule maji na kuokoa maisha yake, mtume anasema Allah amemfutia madhambi yake yote na kumuongoza na hatimaye kumpeleka peponi. Huwezi kujua kitu gani kitakacho kupeleka peponi. Leo sisi tukimwona mbwa, kazi yetu nini shekhi? Huyo piga huyo. Si ndivyo Hata kuna mmoja aliwahi kuniuliza, sema kuna hadithi ya mtume anasema mbwa mweusi kweli ni shetani? Nikamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti kwake hadithi iliyo sahihi, anasema mbwa mweusi ni shetani. Hakusudii mbwa wote, anakusudia mara nyingi mashetani na majini, wale wenye pawa ya kujigeuza katika maumbile tofauti tofauti, wanapenda kujigeuza katika umbile na sura ya mbwa mweusi. Hata kiwa mweusi mweupe, huna haki wewe ya kumpiga, ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika Bukhari hiyo ikaja hadithi nyingine, hadithi ya pili, dakhalat imra'atun an-nar fi hirra, mwanamke mmoja amehukumiwa na kupelekwa
mpaka habasatha la hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashash al-ard, alimfungia ndani, hakumpa chakula, hakumwacha akatafute chakula yeye mwenyewe, hatimaye paka yule akafa kwa mateso na kwa njaa. Kitendo cha kumuua paka kwa njaa mwanamke yule wa Kiisraeli, Allah akampeleka motoni. Tunaona wake wangapi ndugu zangu hapa? Wawili. Wa kwanza kaenda peponi kwa sababu ya kuokoa roho ya nani? Ya mbwa. Wa pili kaenda motoni kwa sababu ya kutoa roho ya nani? Niambie wewe, unaitoa roho ya mwanadamu mwenzako, mwizi. Aya gani uliyosema mwizi atiwe kibiriti na avalishwe tairi la gari? Aya gani? Katika suratul Maida, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kike, wa kiume na wa kike wakateni mikono. Lakini sisi tupo katika nchi ambazo si za Kiislamu. Pia ukimkata mkono huenda ikawa ukapata taabu. Lakini mimi pia nashangaa sana wenye dhima katika nchi zetu, anaitiwa petroli akifa hatafuti mwananchi, wanasema hasira kali, si ndio? Ni hivyo watumiaga wenye nini? Wenye hasira kali. Leo umempiga moto mwizi maeneo ya Magomeni, akikatwa mkono watatafutwa waislamu wote wa eneo lile. Uongo kweli? Sasa bora aliyekatwa mkono kwa sababu roho yake ipo kuliko yule ambaye roho yake imetolewa. Kwa ndugu zangu, hii ya tatu, tuko kwenye ya tatu na nikimaliza muhadhara, kabla kuniuliza nitakuulizeni na nyinyi nione kwamba mko pamoja na mimi au vipi. Ya tatu, Mtume anasema man hafara bi'ra, mwenye kuchimba kisima. Ziko hadithi nyingi sana zinazoelezea umuhimu wa kumnywesha mtu maji. Iko hadithi inasema atakayempa yatima kikombe kimoja cha maji, siku ya kiyama atamsaka katika mahkama ya Allah na katika ardhi ya Allah, na akimwona atamshika mkono, ataenda naye kwa Allah, ya Rabbi, huyu aliwahi kuninywesha kikombe kimoja cha maji duniani. Tuwekeze sana kwa mayatima. Sasa wewe unaowalisha, ukawavisha, ukawasaidia, ukalipia kodi ya nyumba, atakubeba siku ya kiyama juu ya kichwa chake na sio kukuvuta mkono tu. Kwa sababu siku ya kiyama watoto watatamba kwa hadithi ya Mtume Muhammad. Watu wanahangaika, hatujavaa nguo, tuko uchi wa nyama. Mtume anasema kwa mwanangu Ibrahim, mtoto wa Mtume Muhammad, aliyefariki akiwa na miaka 2, wadogo kama walivyo watatoka siku ya kiyama. Na ndio maana ukifiwa na mtoto mchanga mdogo ambaye bado hajabaligh, ni kinga yako ya moto. Wewe hujui japo inakuuma kufariki kwa mtoto wako. Watoto wote watatoka siku ya kiyama na kupasua ile katikati ya watu, wanatafuta wazazi wao wameshika na kila ambao kawafanyia ihsani. Kwa ndugu zangu, ya tatu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema man hafara bi'ra, mwenye kuchimba kisima. Jambo la nne akasema au gharasa nakhla, katika riwaya nyingine nakhlatan, katika riwaya nyingine nakhla kwa alifu ya tanwini, mwenye kupanda mtende. Je, ni mtende peke yake? Kwa nini Mtume ameutaja mtende? Ulama wanasema mti bora kuliko miti yote ni mti wa mtende. Kwanza unatupatia tende, lishe bora inayofahamika duniani kote, kweli si kweli? Lakini pili, unapata kivuli chini yake. Hata wewe leo ukipanda mwarobaini, watu hawakufaidika na matunda yake, watafaidika na nini? Na kivuli chake. Walidhalika katika sunna za Bwana Mtume Muhammad amekataza mtu kujisaidia katika maeneo ambayo pana vivuli vya watu, ili usiharibu mapumziko ya watu. Na katika hadithi moja Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau kama mmoja wenu atamuona Israfil
mpiga paragumu kwa ajili ya kiyama. Paragumu kashaliweka mdomoni, anataka kulipuliza, na mmoja wenu ameshika tunda au mbegu ya mti, anasema ipande hivyo hivyo, asiache. Na nakumbuka hii mada kwamba Uislamu ni dini ya kilimo, nimeshawahi kuzungumzia katika msikiti wetu wa Ihsan pale Temeke Veterinary takriban Ijumaa 2 au 3, namna gani mtume amehimiza watu wapande. Tena nakwambia ukipanda mazao yako ya ngiri na nani mwingine anakulaga nani mazao ya watu, nguruwe, nyani, popo, sio nakutia hasara. Mtume anasema ni thawabu tupo katika akaunti yako ya akhera. Ni vema ukawazuia wasile, lakini ndio imetokea wakala, si umekula shoti kidunia, kiakhera wewe viumbe wa Allah wametumia nguvu yako. Kwa ndugu zangu, jambo la 4 Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na mwenye kupanda mtende, yani mti wowote ule, na sio lazima uwe mtende. Jambo la 5 Mtume akasema, au bana masjidan, na mwenye kujenga msikiti. Nyumba amejigamba wazi akasema hii ni ya kwangu, ni msikiti peke yake. Katika suratul Jinn Allah anasema nini? wa annal masajida lillah, na hakika ya misikiti ni ya nani? Ni ya Allah jalla fi ula. Na ndio maana sisi Waislamu, na Allah tujalie imani kama hiyo, tunajenga misikiti ili hali hakuna ambaye analala humo ndani, hakuna ambaye inaweza kawa nyumba yake, bali kila mtu anajua huu msikiti ni nyumba ya Allah. Angalieni msikiti umuhimu wake katika jamii. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Allah katika ardhi nzima, plots ambayo anaipenda kuliko plots zote zile, anasema ni misikiti. Maeneo ambayo anayapenda ni maeneo ya msikiti. wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha, na maeneo ambayo Allah anayachukia mno kuliko maeneo yote, anasema ni masoko. Walidhalika katika hadithi 2 tofauti akasema, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna, atakayemjengea Allah msikiti, Allah naye atamjengea nyumba wapi? Peponi. Katika mambo chungu mzima ambayo ukiyafanya duniani malipo yako ni nyumba akhera, pia ukijenga nyumba ya Allah. Tena msikiti jinsi ulivyokuwa una habari nzito, mkichangia watu 200 mkaujenga, kila mmoja wenu na yeye ana nyumba yake akhera. Subhanallah. Bali imekuja riwaya inasema kwamba misikiti siku ya kiyama itawashuhudilia watu wao. Misikiti siku ya kiyama itatoa ushahidi juu ya watu wao. Uzangu, katika suratu Tauba Allah anasema hakuna anaisimamia na kuimarisha na kungarisha nyumba zake, bimaana misikiti, illa ni watu wenye sifa ngapi? 5. Allah anasema, innama ya'muru masajid Allahi man amana billah.
innama adatu hasrin wa qasrin, hakika si vinginevyo. Hakuna mashaka kabisa ya kuwa wanaojenga wakaimarisha wakasimamia misikiti ya Allah, sifa yao ya kwanza ni wale wanaomwamini Allah kikweli kweli. Sifa ya kwanza ni nini? Kumwamini Allah. Sifa ya pili, wal yawmil akhir, na wenye kuiamini siku ya mwisho. Ya tatu, wa aqama as-salat, na wakasimamisha sala. Ya nne, wa ata zakah, na wakatoa nini? Zakah. Na zakah inayo option mpaka uwe una uwezo wa kufanyaje? Wa kutoa. Zakah ni lazima kwa Waislamu wote? La, zakah ni lazima juu ya watu maalum waliomiliki mali maalum kwa kiwango maalum kwa masharti maalum. Lakini sala ina option, sala kwa ajili ya watu wote. Sifa ya ngapi hii? Ya nne. Akataja sifa ya tano akasema, walam yakhsha illa Allah, na hawakumuogopa illa Allah. Hakika si vinginevyo wanaoimarisha na kung'arisha na kusimamia nyumba za Allah na kujenga, sifa yao ya kwanza waliomwamini Allah, sifa yao ya pili na wakaiamini siku ya mwisho, sifa yao ya tatu na wao wakaswali, si ujenge alafu uswali, sifa yao ya nne na wakatoa zaka ikiwa uwezo huo wanayo, sio sifa yao ya tano na hawamogopi illa Allah. Faasa ulaika an yakunu min almuhtadin, hao huenda wakawa miongoni mwa wale ambao Allah amewaongoa. Islam, niseme sio siri, mimi ni miongoni mwa watu ambao alhamdulillah kwa kiasi fulani nimetembea, na sio kutembea kutalii, bali kutembea kidawa kwa ajili ya Allah na mtume wake Muhammad. Tanzania hii tumebakisha mimi na wenzangu mkoa wa Ruvuma peke yake, alhamdulillah. Allah tukubalie na tupe ikhlas. Lakini katika misikiti ambayo nashuhudilia nikiwa mbele ya Allah na ndani ya nyumba yake, msikiti huu Masjidil Haq hapa Magomeni Kionga, hakika msikiti huu mmeupa haki. Takbir! Nyumba ya Allah ameipa haki yake kweli kweli. Misikiti kama hii mimi naikuta Arabuni tu, lakini shekhe hapa hata ukisujudu mara 600 hapa chafu ya upigi hapa, alhamdulillah. Na wakati naingia najiuliza, huna maamur upi mzuri zaidi? Kiwa nyumba yako nzuri, tiles, sijui majipsam ya kisasa ndani, nyumba ya Allah hali mbaya, ni aibu kubwa sana kwa Waislamu. Na wakati niko hapa na ndugu yangu, kaka yangu, rafiki yangu siku nyingi, Sheikh Hamid, katibu wenu wa msikiti, na hata mwenyekiti, wananizungusha wananiambia asilimia kubwa msikiti huu tumejenga sisi wenyewe waumini wa msikiti huu. Allah akujengeni nyumba kila mmoja wenu peponi, tena nyumba zenyewe za daraja ya kwanza pamoja na mtume Muhammad. Niliwaambia mashekhe neno moja, kumbe Waislamu tunaweza, kumbe Waislamu tunaweza. Laiti tungeliungana, ukweli wa kuungana, tungefanya mambo makubwa sana katika nchi hii kwa maslahi ya Uislamu na Waislamu. Lakini tatizo letu, tumeshughulika, kila mmoja kashughulika na mwenzake, kila mmoja akichukua upinde wake na mshare wake anamtafuta Muislamu yuko wapi. Na mimi mmenipa kauli ya kuambia watu wa Kenya, katika nchi ambayo inafuatia miku alhamdulillah
kutembea kidawa ni nchi ya Kenya. Nairobi nimekutana na jambo la ajabu sana. Waislamu wa kule wameanzisha kitu chenye kuitwa 1 shilling foundation, ambapo wamekula ahadi kila muumini, kila muislamu kwa siku atoe shilingi 1 ya Kenya. Kwa mwezi shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Shilingi 30 Tanzania mane inakuwa shilingi ngapi? Kama 6,000 kwa mwezi mzima. Sisi kwa wingi wetu Waislamu wa Tanzania, mimi naamini sisi ni wengi kuliko dini zote katika nchi hii. Na achukie mwenye kuchukia, huu ndio ukweli. Shekhe, sisi mashekhe wenyewe tuna wake wachache wawili, watoto 10 na wenzetu kuna wengine watakatifu hawaoi kabisa. Sasa matuzidi vipi nyinyi hata kuoa muoi? Na mkizaa mnazaa kama wa China, wawili tu, wa kike na wa kiume. Si wengi, lakini subhanallah wingi wetu umekuwa mtihani sana. Sisi tungeweka policy maalum, tukaweka 100 shilling foundation, shilingi 100 kwa siku. Kwa mwezi bei gani? 3,000 za Kitanzania. Waswahili wamesema habba na habba hujaza kibaba. Hebu tujaribu kuweka hata hii, mwenye kuweza kutoa zaidi ya hicho atoe. Baada ya miaka kadhaa sisi hatujafika mbali, hatujakusanya pesa nyingi sana kwa maendeleo ya Uislamu na jamii kwa ujumla. Na wengine ambao ni wageni leo tumehudhuria katika msikiti huu, tujifunze kwa Waislamu wenzetu hawa ambao kila aliyeanzisha hii fikra akasimamia ujenzi, akatoa idea zake, fikra zake, mchango wake wa pesa au hali au mali au chochote katika msikiti huu, Allah awalipe kila la kheri, awape umri mrefu wenye kheri na baraka, awapambe kwa siha na afya njema wao pamoja na sisi. Tuyachukue tuyapeleke katika maeneo yetu. Kubwa ambalo nimejifunza Waislamu wengi, tunapoambiwa habari ya kujenga misikiti tunakata tamaa na tunapiga plani ya kuwatafuta wafadhili. Lakini Uislamu sasa unasukumwa kusema kweli kwa asilimia zaidi ya 70 na sisi maamuma tu na sio wafadhili, kwa sababu tathmini inaonyesha mchango wa wafanyabiashara wakubwa wa Kiislamu katika Uislamu sio ule unaotakikana kwa asilimia 100 na Uislamu. Naomba mniwe radhi sana kwa hilo, hata kama kuna watu watakasirika. Juzi Mwanza niliwaambia, tukichunguzana tutagundua ya kuwa hakuna mfanyabiashara wa Kiislamu ambaye anatoa zaka miaka yote. Ingawa wanatoa lakini hakuna wanaotoa. Sheikh, nikisema hivyo mmenielewa? Tunatoa lakini hatutoi, mmenielewa? Katika sura ya 9 At-Tauba aya nambari 60 Allah anasema zaka ya mali wenye kustahiki ni watu wa aina ngapi? 8. Je, wafanya watoaji wa zaka mwezi mtukufu wa Ramadhani tunawafikia wote 8 hawa? Sikilizeni hawa 8. Wa kwanza mafukara, sio? Wa pili maskini, si tunaishia kwa fakiri na maskini. Wa tatu wasimamizi wa ile zaka. Wa 4 waliosilimu. Mtu akisilimu, Qur'an najua atatengwa, atanyang'anywa kila kitu. Mapasta wangapi wanaishi maisha mazuri upande ule, magari ya kifahari, majumba kifahari, anasujudiwa, anaitwa baba, anaitwa hiki. Leo kaona haki akaufuata Uislamu, anaporwa kila kitu, anarudi kugombea daladala na vijana wa mjini. Akirudi kwa Waislamu, sisi tuna takbiri nyingi,
tukifanya la kufanya, tumemvalisha kofia, mtu jaziba imempanda kavua kofia lake kamvalisha, mwingine kampa kilemba chake, mwingine katoa tasbihi yake, mchezo umeishia hapo, hakuna anayejua. Qur'ani waliosilimu wageni katika dini imewatia katika wale wenye kustahiki kupewa fungu la zaka. Wangapi huyo? 4. Mtu wa 5 Qur'ani inasema watumwa wagombolewe kwa mali ya zaka. Wako maulama waliosema zama hizi hakuna watumwa, lakini nendeni magerezani, ndugu mbalimbali waliofungwa kwa sababu ya kushindwa kulipa faini, tukawagomboe, itakuwa ni kama vile inafanana na watumwa. Kisha Qur'ani ikaendelea ikasema walgharimina, na wenye madeni. Nani ambaye zaka yake amechukua milioni 5 akamlipia mtu deni ambayo anadaiwa na mfanyabiashara mwenzake au mtu yoyote? Nani ambaye zaka yake aliwahi kumlipia deni mtu? Na wasaba Qur'ani kasema wa fi sabilillah, na katika njia ya Allah. Na ulama wakasema fi sabilillah ina maana mbili. Maana ya kwanza ni jihad, maana ya pili wakasema fi sabilillah ni neno pana sana, kujenga misikiti, madaris, kusaidia maustadhi, walimu wa madrasa, mashekhe, watu wa dini, kusogeza dini mbele. Hii yote inaingia chini ya mwamvuli wa fi sabilillah. Na ya 8 Qur'ani kasema wabni sabil, na wapita njia wawekewe fungu lao. Tutamwona mtu Ubungo kaibiwa begi, kaibiwa passport, mgeni katika nchi, anakwenda msikitini kwa Waislamu wenzake, basi liwepo fungu katika zaka liweze kumsaidia. Sasa nikauliza Mwanza, nani kashaye kuwafikia watu 8 wote hao? Na ukisikia zaka shekhe, unampa mwaka mzima asiwe na dhiki, ni bei gani unatakiwa kumpa? Sisi leo tunatoa 50,000, mchele kilo 10, sukari kilo 2, mafuta lita 5. Alhamdulillah, mwaka huu nimetoa zaka kwa watu 50. Ndugu yangu, umejitahidi, lakini umetoa futari, hujatoa zaka. Tunamoja Waislamu. Kwa hiyo hapa tupo kwa mtu wa 5 katika wale watu 7 ambao Allah ataendeleza malipo yao, thawabu zao kwao baada kufariki kwao, ili hali wamo ndani ya makaburi yao. Mwenye kujenga msikiti, ukisikia ujenzi wa msikiti, unatakiwa ugombee ujenzi ule na wewe. Wanawachuoni katika sira kuna kisa wamekileta ya bwana mmoja, ni athar ambayo wapo walioikubali na wako ambao wameikataa, lakini athar iko hivi. Kulikuwa na jamaa mwenye uwezo, amejenga msikiti peke yake. Bibi kizee akiona msikiti unajengwa katika area yao, anafurahi, anataka afanye chochote anachoweza ili angalau na yeye achangie. Alijibana kadri ya vile alivyojibana, akaweza kununua katofali kamoja, akakabeba juu ya kichwa chake na kumletea yule tajiri, akamwambia, samahani, ninakuomba sana, mchango wangu katika nyumba hii ya Allah ni hii tofali. Yule tajiri akamwambia, mama, ondoka na tofali lako bwana, sisi hatuna shida ya tofali lako, mimi nina uwezo kumalizia msikiti mwanzo mwisho. Mama akamwambia, najua una uwezo kumalizia, usiniime thawabu, chukua tofali moja. Akamwambia, hapana, ni dhiri yangu, nitajenga mimi mwenyewe. Akamfukuza. Wale mafundi wakaona huruma, wakamzungukia, wakamwambia, bibi, lete ile tofali. Hawezi kujua matofali yanafanana. Kuna tofali ya Kiarabu, ya Kichina, ya kinini, zote zinafanana bwana. Basi ile tofali lake likawa miongoni mwa matofali yaliyoingizwa katika nyumba ya Allah. Msikiti, ndugu zangu, ulipokamilika na watu wakaanza kuswali, huwezi amini, msikiti mzima
kipande cha tofali yake tu inang'ara na kutoa nuru mpaka watu wanajiuliza, bwana wewe umetia almasi kipande hichi au vipi? Yeye mwenyewe hajui. Ilibidi awaite wale mafundi waulize, hapa vipi? Akaba, boss, tutakuomba uridhike. Asema yule mama akatutia huruma sana sisi. Ulipomrejesha anabeba tofali kichwani na utu uzima wake hana uwezo wa kuubeba, unamrejesha tu kama ulete tutauchanganya ili aridhike, mtu mzima huyo. Yule mzee usiku anakuja kuota ndoto, anaambiwa ya kuwa tofali la yule bibi malipo yake makubwa mbele ya Allah kuliko nguvu yako yote uliyowekeza katika msikiti. Usidharau, leta hata tofali yako moja, hata simenti yako moja. Umefiwa na baba na mama, umefiwa na ndugu zako, umefiwa na rafiki yako, kuna watu unaowapenda katika familia yako, katika maisha yako. Nenda kanunue mfuko wa simenti sasa hivi 14,000, 15, fanya, sema na mimi mchango wangu ni huu hapa ya Rabbi, namtolea fulani ibn fulani. Njoo uliza, waambie hapa sasa hivi tulipofikia ni nini. Hapana, hatuhitaji tena cement, tunahitaji nondo. Hatuhitaji tena nondo, tunahitaji IC. Hatuhitaji tena IC, tunahitaji kitu fulani. Mwanachuoni mmoja anasema, ta'bar rimahu idha ijtama'na takassura wa idha iftaraqna takassarat ahada. Anasema mikuki ikiyakusanya kwa pamoja yakataa katu kuyavunja. Chukua mikuki 10 ndugu zangu, mko pamoja na mimi? Ta'bar rimahu idha ijtama'na takassura, mikuki mingi ikikusanywa kwa pamoja hukataa kabisa kuvunjika na hakuna mwenye uwezo wa kuyavunja. Wa idha iftaraqna takassarat ahada, lakini ukija kuziachanisha ukaamua kuvunja moja moja, unaweza huwezi? Zitavunjika, hazivunjiki. Na sisi tukiwa pamoja hivi hakuna anayeweza kutusumbua. Project ya msikiti huu, wallahi mimi nikiri kwamba ni project kubwa sana. Kwa upana wa msikiti, ukubwa wake unaenda hivi utarudi hivi, na msikiti wenu wa zamani pia nimeuona, linakwenda hili gorofa kama nambari 7 itakwenda mpaka pale. Msimtegemee bilionea wa Kiislamu aote atoke huko aliko aje mwenyewe hapa. Kwanza ndugu zetu atakuwapata siku hizi ni kazi wale. Mwenyezi Mungu awaweke, awabariki, awape imani wa usaidie Uislamu. Kwa hiyo Waislamu, mmenipa cha kusema. Waislamu wa Kenya wakati wananielezea mambo mbalimbali waliowafanya katika Uislamu, wakafanya mangapi, wamejenga vitu vingapi, wamelisha familia ngapi, na mimi nitakwenda kuambia Dar es Salaam, jiji la gharama, kuna pahala panaitwa Magomeni Kionga. Waislamu wenyewe kwa nguvu zao, kama kuna mchango kutoka kwa wenzao wa mtaa wa pili wa tatu, basi ni mdogo. Mchango mkubwa umetoka kwao na wameweza kujenga nyumba ya Allah ulio mzuri kabisa. Wangapi wanakubali kwamba msikiti mashallah mzuri sana? Semeni mashaallah, tabarakallah. Kijicho kipo Sheikh, sio kesho kaja likaporomoka lote hili. Mtume anasema, fata'awadhu min al-aini fa inna al-aina haqq, jikingeni na kijicho, hakika kijicho kipo. Na akasema kijicho kinaweza kumdondosha ngamia akaanguka akafa mwenyewe kwa sababu ya kijicho. Walidhalika unapoingia sehemu ukaona kuzuri, sema masha Allah, walaula idh dakhalta jannataka qulta masha Allah, katika suratul Kahfi. Kwa hiyo hongereni sana na endeleeni, bado project ya msikiti huu unaendelea. Na leo nina hakika kupitia katika muhadhara huu na mambo 7 ambayo uwekeze kwa ajili ya Allah, utakapofariki basi matendo yatakufikia hata utakapokuwa kaburini peke yako. Na hakika kabla ya sala leo tutapata mchango mzuri kwa ajili ya kuendeleza huu msikiti. Tuseme inshallah. Tuko tayari? Au mmeanza kunyongea kusema washaanza mashehe? Mimi huwa wanaosemaga mashekhe washaanza, huwa nawaambiaga hivi, Qur'ani na Sunna vimehimiza kweli kweli watu watoe kwa ajili ya Allah. Kama aya ziko chungu nzima, hadithi ziko chungu nzima, kwa nini tusizisome? Lazima tutazisoma kwa sababu Allah katuambia hivyo. Tuko pamoja Islam?
Kwa jambo la 5 au bana masjidan. Jambo la 6 au waratha mushafan, atakayerithisha, akabakisha, akachapisha, akasambaza kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Nenda Kariakoo kanunue misahafu, peleka misikiti mbalimbali, majuzuu peleka madrasa mbalimbali. Wallahi kila itakaposomwa utapata thawabu, na vikidumu ukafariki, thawabu utapata mpaka kiyama itasimama. Labda zile juzuu na misahafu zichanike, ziishe kabisa. Kwa hiyo jambo lingine ambalo malipo yake yanaweza kukuendea hata baada kufariki kwako, utakapokuwa kaburini mwako, ni kitu gani? Kuchapisha, kusambaza misahafu, kitabu cha Allah, Qur'ani tukufu. Jambo la ngapi hilo? La 6. Jambo la 7, Mtume anasema au taraka waladan salihan yastaghfiru lah, au mtu akimwacha mtoto mwema atakayemwombea baada ya kufariki kwake. Subhanallah. Jambo la kwanza kabisa Mtume anasema man allama ilman, mwenye kufundisha ilmu au kueneza. Jambo la pili Mtume anasema au ajra nahran, mwenye kuendeleza mkondo wa maji au mto au ziwa. Jambo la tatu Mtume akasema au hafara bi'ran, au mwenye kuchimba kisima. Jambo la 4 Mtume akasema au gharasa nakhlan, au mwenye kupanda mtende au mti wowote. Jambo la 5 Mtume akasema au bana masjidan, au mwenye kujenga msikiti. Jambo la 6 Mtume akasema au waratha mushafan, au akarithisha, akachapisha, akaeneza, akasambaza kitabu cha Allah, msahafu au Qur'ani tukufu. Jambo la 7 Mtume akasema au taraka waladan salihan yastaghfiru lahu, au akamwacha mtoto mwema, mtoto mwema atakayemtakia istighfar, maghfira baada kufariki kwake. Na kuna hadithi ya ajabu sana ndugu zangu, kuna hadithi ya ajabu sana, hadithi faraja kwa kila aliyepata kizazi na akazaa katika dunia hii. Sikilizeni maneno ya Mtume Muhammad. Wanawachuoni wameitifakiana usahihi wa hadithi hiyo pale aliposema inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna fayaqul bima hadha ya rab bistighfari waladika laka. Mtume anasema wazazi wenu waliokwisha tangulia mbele ya haki, kila mmoja yupo katika daraja yake, position yake, eneo lake, makazi yake. Kisha akasema tahamaki, anafuatwa pale alipo, ataondolewa katika daraja ile, ataambiwa fulani bin fulan, daraja yako imepanda toka daraja hili la kwanza, unatakiwa upande daraja la pili. Atastuka mzazi, atasema ya Rab, ni kitu gani sasa mimi? Matendo yangu ndo yale yale, yamekwisha fungwa, faili langu limekwisha fungwa. Allah anamwambia mwanao fulani bin fulani, leo amekuombea sana msamaha kwangu. Unaposema rabbi ighfirli wa liwalidayya, rabbi ighfirli wa liwalidayya, basi inampandisha mzee, mpandisha mzazi. Wapandisheni wazazi wetu, tuwapandishe wazazi wetu daraja mpaka wajikute wako first class pamoja na Mtume Muhammad. Wakiuliza wanaambiwa mtoto wako mwema anakuombea dua. Sikumsifia tu kwamba bwana mzee mashallah alijitahidi. Hapa tunazo nyumba 2, Kariakoo katuachia moja, Temeke kaacha moja. Nyumba zote hata moja wakfu umeshindwa kutoa. Fremu zote za Kariakoo umeshindwa kusema hili fremu kodi lake
kodi yake iende kwenye msikiti fulani, iwe umeme kwa ajili ya mzee, ili Allah ampelekee nuru ndani ya kaburi lake. Na unapoomba mtoto unaambiwa uombe mtoto gani? Mtoto gani? Ye wanaume tusidanganyane hapa. Nyinyi mkiomba mnaomba watoto wa kiume tu. Uongo wewe Sheikh? Dume la mbegu. Lakini kwa mujibu wa Qur'ani tukufu, mtoto wa kike na wa kiume yupi bora? Wa kike ni bora Sheikh kuliko wa kiume. Naam. Desturi ya Qur'ani kizungumzia vitu viwili, kitakachotangulizwa kwa kutajwa kabla ya chengine, hicho ni bora kuliko cha pili. Wangapi wameenda haji au umra? Mtu mmoja tu. Huko ukienda haji au umra, ukimaliza kuna mawili, ama upunguze nywele au unyoe kabisa, sio? Kati ya kunyoa na kupunguza, kupi bora zaidi? Kunyoa ni bora zaidi, kwa sababu Qur'ani ilipozungumzia kunyoa na kupunguza, Qur'ani imetanguliza kunyoa kwanza. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina, ni kwamba ni wenye kunyoa nywele zenu au wenye kupunguza. Kwa hiyo aliyenyoa ni bora zaidi kuliko aliyefanyaje? Aliyepunguza. Kike na wa kiume ikasema hivi: lillahi ma fi samawati lillahi mulku samawati wal ard, ni Allah ufalme wa mbingu na ardhi. Yakhluqu ma yasha, anaumba atakavyo. Yahabu liman yasha inatha, anampa amtakaye mtoto wa kike kwanza. Wayahabu liman yasha adh-dhukur, na anampa mtakaye mtoto kati ya kike na wa kiume. Katika aya hii suratu Shura, yupi aliyetangulizwa? Na desturi ya Qur'ani kizungumzia viwili, cha kwanza kutangulizwa ni bora kuliko cha pili. Mtume wetu Muhammad alikuwa na watoto wangapi? 7, wa kiume na wa kike. Wepi wengi? Wa kike. Mwanawe wa kwanza kuzaliwa wa kiume, wa kike? Wa kike. Bali watoto wa kike ni neema. Mtume anasema atakayejaliwa watoto 3 wa kike, akawalea malezi bora ya Kiislamu mpaka akawaozesha kwa ume zao, basi hawa watoto ndo kinga yake na moto. Akasimama sahaba mmoja, Rasulullah, sie wenye wawili tu? Akasema na atakayekuwa na wawili akawalea vizuri mpaka akawaozesha, akawakabidhi kwa ume zao, ni hijabu yake kutokana na moto. Akasimama, ya Rasulullah, na sio wenye moja moja? Akaambia mwenye kumlea mtoto mmoja wa kike na akampa adabu nzuri mpaka anamwozesha kwa mume wake, basi ni kinga yake kutokana na moto. Kwa unapoomba, omba mtoto sijasema omba mtoto wa kike, nimesema omba mtoto wa kheri. Sawa? Ombe mtoto wa kheri, yoyote wa kheri atakayemleta Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Shuaib alikuwa na watoto 2 wa kike, unakumbuka Kwa hivyo ndugu zangu, haya ndio mambo 7 ambayo utakapoyafanya yote au baadhi yake au miongoni mwake, basi yani malipo yako, thawabu zako zitaendelea kukufikia hata utakapokuwa katika kaburi lako. Nataka nifunge darasa mimi kama mwalimu, nauliza cha kwanza kabisa ni kipi? Nani anaweza kunijibu? Cha kwanza, shekhe wangu. Elimu. Mwenye kufundisha elimu, mwenye kueneza elimu. Mwalimu wa madrasa akasema mshahara wako nitakupa mimi nitakulipa mshahara on time kila mwezi. Bei gani shekhi? Mwalimu wa madrasa. Kuna maskini kama hao shekhi, laki inawatosha. Lakini yule yes no, walimu wa secular, wale wa English, hisabati, shekhe hakubali zaidi ya malaki ya pesa. Na mwalimu nitakulipa 100,000 au kama 1,500,000 au 200,000, haitokatika. Hii ni thawabu zimwendee mzazi wangu.
basi kila naposomesha ile elimu utakula thawabu na mzazi wako atakula thawabu. Unaweza kusema hii kipengele cha kwanza kinihusu, mimi sina ilmu. Ilmu yoyote yenye faida na Waislamu na viumbe wa Allah kwa ujumla. Lakini pia unaweza ukaeneza ilmu kwa mali yako hata kama wewe kusoma. Jambo la pili, mwenye kupasua mto